maisha yetu. Leo ni siku ya 5 ya haya maombi. Tunamshukuru Mungu, siku ya kwanza tuliomba kwa ajili ya magonjwa sugu yaliyoshindikana. Siku ya pili tukaendelea kuomba kwa ajili ya magonjwa sugu yaliyoshindikana. Siku ya 3 tukaomba kwa ajili ya familia. Siku ya 4 tukaomba tena kwa ajili ya familia. Leo siku ya 5 tunaenda kuomba kwa ajili ya walemavu. Leo tunaenda kuomba kwa ajili ya walemavu au ulemavu. Leo tunaenda kuomba kwa ajili ya tatizo sugu ambalo limeshindikana kwenye maisha ya watu wengi, tatizo la ulemavu. Kama unanisikia kwa mara ya kwanza, jina langu naitwa Mwalimu Petro, niko jimboni Arusha nchini Tanzania. Karibu sana muda huu kuungana nasi sote kuomba. Ni maombi ya kuomba pamoja, lakini tunaanza kwanza, tunajifunza kidogo, baadaye tunaomba. Nimesema kumbuka, leo tunaomba kwa ajili ya ulemavu. Ulemavu imekuwa ni tatizo sugu ambalo limeshindikana kwa watu wengi. Kwa nguvu za kibinadamu wameshindwa kulitatua wenyewe, na ndiyo maana Roho Mtakatifu alipoleta ndani yangu mafunuo haya ya kushughulikia matatizo sugu ambayo yameshindikana au yameshindikanika katika uwezo wa kibinadamu kuyatatua. Moja ya tatizo alilonipa kuliombea pamoja na wewe ni tatizo la ulemavu, kwa sababu watu wengi tumeshindwa kukabiliana nalo kwa nguvu zetu za kibinadamu. Sasa ulemavu ni nini? Ulemavu ni hali ya kuwa na udhaifu wa baadhi ya viungo vya mwili kushindwa kufanya kazi vizuri. Ulemavu ni hali ya kuwa na udhaifu wa baadhi ya viungo vya mwili kushindwa kufanya kazi vizuri. Kwa unaposikia neno ulemavu, maana yake ni ile hali ambayo mtu anakuwa ana udhaifu kwenye baadhi ya viungo vya mwili wake, vinakuwa haviwezi kufanya kazi kama vinavyotakiwa kufanya kazi. Huo ndio unaitwa ulemavu. Inaweza ikawa ni mguu ndio una huo udhaifu au unashindwa kufanya kazi. Inaweza ikawa ni mkono, inaweza ikawa ni macho, inaweza ikawa ni sikio. Kiungo chochote kile ambacho mtu hakiwezi kufanya kazi kwenye mwili wake, tunasema huyo mtu ni mtu mwenye ulemavu. Kwa nini? Kwa sababu kiungo chake kimoja hakifanyi kazi kikawaida. Kama una miguu miwili na mguu wako mmoja umejikunja, ina maana huo mguu uliojikunja haupo katika hali ya kawaida, kwa sababu tunajua wote miguu inapaswa iwe imenyooka. Kwa hiyo huo mguu uliojikunja ndio tunaita ulemavu. Au una sikio lako moja halipo, huo tunaita ulemavu. Na ulemavu tunaouongelea hapa ni ulemavu wa aina mbili. Aina ya kwanza ni ulemavu wa viungo. Aina ya kwanza, ulemavu wa viungo. Aina ya pili ya ulemavu tunaoongelea hapa, aina ya pili ni ulemavu wa akili. Aina ya pili ni ulemavu wa akili. Tukiangalia hii aina ya kwanza ambayo ni ulemavu wa viungo. Ulemavu wa viungo huu ni ule ulemavu unaohusisha viungo vya mwili kama miguu, mkono, macho na vinginevyo. Ulemavu wa mwili huu ni ulemavu ambao unahusisha viungo vya mwili kama miguu, mikono, macho na viungo vingine ambavyo vinakuwa havifanyi kazi kama inavyopaswa ndani ya mwili wa mtu. Aina ya pili ya ulemavu ambao tunaangalia mahali hapa
ni ulemavu wa akili. Ulemavu wa akili. Ulemavu wa akili ni ulemavu gani? Ulemavu wa akili huu ni ulemavu unaohusisha sehemu ya akili kushindwa kufanya kazi. Huu ni ulemavu unaohusisha sehemu ya akili kushindwa kufanya kazi. Mfano, baadhi ya watu ambao huwa wana ulemavu wa akili, ambao sehemu ya akili yao inakuwa imeshindwa kufanya kazi kama inavyostahili, watu huwa wanawaita, watu wengine huwa wanawaita ni watu wenye utindio wa ubongo. Watu wenye utindio wa ubongo, baadhi ya maeneo huwa wanawaita namna hiyo. Na ukitaka kumfahamu mtu ambaye ana ulemavu wa akili, mara nyingi huwa wanakuwa na vichwa vidogo. Unakuta anakuwa na kichwa kidogo, au macho yake yanakuwa makubwa kidogo kuliko mwili, au anakuwa na hali, kichwa chake kinakuwa kimekaa katika hali fulani hivi ambayo ukimwona tu kwa macho ya kawaida unagundua huyu ana ulemavu wa akili. Au unakuta mwingine mdomo wake unakuwa unatoa mate muda wote, au unakuta mwingine anakuwa hana kichwa kidogo, yuko kawaida tu, lakini ukimwona tu unagundua kama vile huyu mbona kama ana ulemavu wa akili. Kwa huwa wana mionekano tofauti tofauti, lakini Mungu alivyo wa ajabu, ukimwona tu unagundua huyu ana ulemavu wa akili. Kwa hiyo hizi aina kuu mbili za ulemavu, ambao ni ulemavu wa viungo na ulemavu wa akili, ndizo tunazoenda kuongelea na kuombea kwenye haya maombi ya kushughulikia tatizo sugu la ulemavu ambalo limeshindikana kwa watu wengi. Sasa unaweza ukajiuliza, mlemavu iwaje aombewe apone? Kumbuka, lililoshindikana kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Narudia tena, lililoshindikana kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Kwa kama wewe umeshindwa, ni umeshindwa wewe, Mungu anaweza. Kwa hiyo kushindwa kwako kusiwe kizibo cha kusema Mungu hawezi kushughulikia tatizo la ulemavu ulilo nalo au alilo nalo mtu wako wa karibu au mtu yoyote yule unayemfahamu. Na ndio maana unahitaji uongeze kiwango chako cha imani. Maombi haya kushughulikia tatizo sugu la ulemavu, watakaoona matokeo yake yenye matunda mema ni wale ambao imani zao zitaongezeka. Kama ukibakia na imani ya mashaka, utayafanya na hautaona matokeo, na kueleza. Lakini ukiongeza imani katika jina la Yesu, kwamba Yesu anaweza akafanya restoration, akafanya mageuzi ya kugeuza hali ya ulemavu alio nao mtu, akaleta uzima mpya, utaona matokeo. Twende taratibu sana, tutaelewana tu. Ngoja muda huu ili kukuongezea kiwango chako cha imani, kukiboost. Ngoja Roho Mtakatifu atuonyeshe maeneo makubwa matatu ambayo neno la Mungu linawaongelea walemavu na namna ambavyo walihudumiwa na Mungu mwenyewe. Maeneo makubwa matatu ambayo neno la Mungu linawaongelea walemavu na namna ambavyo walihudumiwa na Mungu. Ngoja tuyaangalie. Eneo la kwanza ni mlemavu wa miguu aliyeponywa. Mlemavu wa miguu aliyeponywa. Mlemavu wa miguu aliyeponywa. Huyu tunamuona kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohane akasema, tutazame sisi. Akawaangalia, akataraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha
wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Oh, haleluya! Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka, akienda akimsifu Mungu. Wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastajabu mambo yale yaliyompata. Sikiliza hicho kitu, mwana wa Mungu. Biblia inaongea imani ya kushangaza sana. Inaongea kwa habari ya huyu mtu ambaye Biblia inasema tangu tumboni kwa mama yake alizaliwa akiwa mlemavu. Kwa jamii ya mahala pale, uwe na uhakika hakuna ambaye alikuwa amewahi kutegemea kama ipo siku huyu mtu atakuja atembee. Hakuna ambaye alikuwa ametegemea, kwa sababu wote walijua amezaliwa akiwa mlemavu. Kwa hawakuwa na hilo wazo kabisa, na ndio maana hata na yeye aliposimama kwenye mlango wa hekalu, yani hekalu ambalo watu wanaenda kumuomba Mungu mahitaji yao, yeye hakusimama mlangoni kwa hekalu kwa ajili ya kumwomba Mungu amponye ulemavu uishe, ila alisimama akiomba sadaka, akiomba shekeli, pesa, kwa sababu ndani ya moyo wake hakuwa na wazo kama ipo siku Mungu ambaye yuko ndani ya hekalu hili anaweza akanifanya nikatembea. Kwa nibadilishe ajenda, badala ya kuomba sadaka niombe uponyaji. Hakuwa na hilo wazo kabisa. Na ndio maana hata mitume, watumishi wa Mungu hawa, Petro na Yohane, wanapoenda kupita kwenye lile hekalu, jamaa anawaangalia, na kwa kuwa wanapita akawaomba sadaka. Petro akamwambia tuangalie, akawatazama. Biblia inasema akitaraji kupata kitu. Hakutarajia kupata uponyaji, ila alitegemea wampe labda shekeli sadaka. Lakini angalia, na wao wanamwambia tulicho nacho tutakupa. Akashangaa, kitu gani hicho alicho nacho? Nikijaribu kufikiria sana kwa kina, najaribu kusema labda huyu jamaa ndani ya moyo wake akaanza kuhisi hawa jamaa wana dhahabu nyingi sana nini. Ndani ya moyo wake akaanza kufikiria wanataka walicho nacho nini, utajiri wao wote wanataka kunipa mimi nini. Huwe na uhakika alipoambiwa hiyo kauli kwamba tulicho nacho sisi tutakupa, lazima alianza kufikiria pale pale mali labda walizonazo akina Petro. Hakufikiri kabisa kwa habari ya jina la Yesu. Lakini shangaa, badala ya kumtamkia kile alichokuwa anawaza yeye, wakatamka kitu cha tofauti kabisa. Wakamwambia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Ghafla vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akapewa uwezo wa kusimama. Afu angalia, akapata wingu ghafla la kumsifu Mungu. Watu wa ile jamii wakastajabu, wakashangaa. Kwa nini watu wa lile eneo walishangaa? Kwa sababu hawakutegemea na wao kama mtu ambaye wanamjua kwenye mtaa wao, wanamjua kwenye familia zao, alizaliwa ni mlemavu, ipo siku atatembea. Na ndio maana walipoona ametembea wote walipigwa na bumbuazi. Sasa kabla sijaendelea zaidi, ngoja jaribu kufikiria zaidi juu yako wewe ambaye labda una ulemavu fulani, au kama sio wewe, jaribu kuvaa uhusika wa mtu fulani unayemfahamu ana ulemavu fulani. Afu jaribu kufikiria hivi, kuna siku umewahi kufikiri kama huo ulemavu uliozaliwa nao unaweza ukapona? Umewahi kufikiria namna hiyo? Au ulichokifikiria wewe ni kuutumia ulemavu wako kuwa fursa ya kuchukua kakibakuli kwenda kuwa ombaomba mtaani? Au ndio ulichokifikiri wewe? Si kama na kukashifu, ila nataka nisemeshe imani yako. Ni Roho Mtakatifu anataka aseme na imani yako. Umewahi kukaa kufikiria kwamba mimi niliyezaliwa sina mguu mmoja wa utembei, au mimi niliyezaliwa na hali hii? Kumbuka huyo mlemavu alikuwa ni wa kuzaliwa. Umewahi kukaa kufikiria kwamba ipo siku ulemavu huo utaisha? Umewahi mfikiria mtu unayemfahamu ana ulemavu kama ipo siku ulemavu wake utaisha kwa jina la Yesu? Umewahi fikiria namna hiyo? Kwa sababu angalia, mpaka leo wako walemavu wanaenda kuomba kwenye misikiti, wanaenda kuomba kwenye makanisa. Si kwamba wanaenda kuomba uponyaji, wanaomba wanaotoka kusali wawape sadaka. Afu jiulize, wao wanasali saa ngapi? Kama wanaenda kutenga
Watu milangoni wanaoingia kanisani kusali wawape sadaka, wao wanasali saa ngapi? Ina maana wao walishajikatia tamaa, hawana muda tena wa kukaa kusali kumwomba Mungu, ila wao wanajua wao ni wa hivyo hivyo tu, na ndio maana wanachofanya, wenzao wako ndani wanamwabudu Bwana, wao watakaa nje kuwasubiri watoke wapewe sadaka, wakale walale, siku ziende, wanasubiri kufa tu. Si kwamba wameniambia, ila najaribu kufikiria namna ambavyo Roho Mtakatifu ananipa maelekezo ndani yangu, ni namna hiyo. Kwa sababu kama wangalikuwa hawajajikatia tamaa, na wao pia wangekuwa wanaingia pamoja na wanaosali wakasali nao, lakini kwa sababu hawalishajikatia tamaa, hawana huo muda tena, wako nje wanasubiri watu wasali, wakitoka wawape. Kama huyu mlemavu hakuwa na tumaini kabisa kama jina la Yesu linaweza likafanya mabadiliko. Lakini sikiliza mwana wa Mungu, maombi haya yanapokuja siku ya leo ya kushughulikia matatizo sugu, maombi haya yanakuja na ile sura ya Yohane na Petro waliokuwa wakienda kusali hekaluni. Ni maombi yanayokuja kufanya restoration, kufanya mabadiliko kwenye maisha yako. Kama ukuwa umefikiria kama ipo siku Mungu anaweza akasema na huo ulemavu wako ukatoka, leo anaenda kusema na wewe kwa jina la Yesu Kristo, ufunguke, huo ulemavu kuachie. Karabashandarabasaka. Kama haukuwa umefikiria namna hiyo, leo sikiliza, Yesu tuliye naye, Mungu tuliye naye, Roho Mtakatifu wanaweza wakaondoa huo ulemavu wako leo, ukatoweka kabisa, ukatoweka. Haijalishi ulizaliwa hivyo, Mungu anaweza akakubadilisha. Alimbadilisha huyu, na wewe anaweza akakubadilisha. Si kama tuko pamoja, kwa sababu Mungu paka alimweka huyu bwana awe mlemavu wa kuzaliwa, kuna sababu, kuna kusudi fulani. Mungu aliruhusu azaliwe mlemavu kwa sababu alikuwa anataka kutengeneza kitu. Kwa hata wewe kuzaliwa mlemavu, mtu fulani kuwa mlemavu, Mungu ameruhusu azaliwe hivyo akiwa na sababu yake ambayo imefichwa kwenye ufalme wa Mungu, na kwa jicho la kibinadamu huwezi kuitambua. Na ndiyo maana ni rahisi sana kumnyanyasa mtu mwenye ulemavu, kumnyanyapaa, kumfanyia vituko, pasipo kujua kama ni Mungu ameruhusu azaliwe hivyo ili baadaye jina lake lije litukuzwe. Sasa ngoja leo afunguliwe, jina la Mungu likatukuzwe, ubaki na aibu wewe ambaye ulikuwa unamcheka, maana Yesu wetu anaenda kumfanyia kicheko. Oh, haleluya wana wa Mungu. Ngoja nikuonyeshe mtu wa pili mwenye ulemavu hapa haraka haraka, ili tuende kuomba haraka haraka. Ni mlemavu wa macho aliyeponywa, mlemavu wa macho aliyeponywa. Huyu tunampata kwenye kitabu cha Yohane sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 8. Kitabu cha Yohane sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 8. Huyu ni mlemavu wa macho aliyeponywa, aliyeponywa, aliyeponywa. Ukisoma hili andiko vizuri kabisa, utakutana na stori moja ya mitume wa Yesu. Walikuwa wanajaribu kuongelea kwa habari ya mtu mmoja ambaye alizaliwa na hali ya ulemavu. Na huyu mtu ambaye alizaliwa na hali ya ulemavu, alizaliwa katika mazingira ambayo wale mitume walizania labda kuna dhambi fulani ametenda. Kwa hiyo walivyomuona, wakawa moja kwa moja amemuuliza Yesu, wakasema, mwalimu, mtu huyu ametenda dhambi gani, au wazazi wake wamefanya dhambi gani hata azaliwe namna hiyo? Yesu akawaambia, ingali ni mchana bado. Akatamka tena na kauli nyingine, afu baadaye akawaambia, mtu huyo yuko namna hiyo ili kazi ya Mungu idhihirishwe kupitia yeye. Napotaka usikilize vizuri ni hapa ambako Yesu anasema mtu huyo yuko namna hiyo, yani yuko na ulemavu ule wa upofu wa kutokuona, ili kazi ya Mungu idhihirishwe kupitia yeye. Baadaye Yesu akafanya matope, akampaka, kanawa, akamwambia aende akaoge, akaenda akaoga, akafunguliwa, akaanza kuona. Kwa ukikaa kutafakari kwa kina mahali hapa, kuna vitu kadhaa unagundua. Ni vipi? Kwanza unagundua huyu mtu ambaye alikuwa amezaliwa aoni, kipofu, jamii yake ilijua labda aoni kwa sababu ana dhambi, yeye au wazazi wake. Na huu mtazamo ndio tulio nao hata kwenye jamii za kwetu. Kuna watu ni walemavu,
Tunazania ni walemavu, tumewaona kama wao ni mikosi, na ndio maana wengine wametengwa kwenye ukoo wao kwa sababu ni walemavu. Kuna wanawake wengine wamezalishwa watoto na wanaume. Mwanaume alipoona huyo mtoto ni mlemavu akamkataa, akazania huyo mtoto ni mkosi. Kuna wengine mlikataliwa kwa ajili ya ulemavu mlio nao. Sikiliza, ninyi sio wa kwanza, usiumie. We sio wa kwanza, halikuwepo huyo mtu pia. Jamii ya kwake ilikuwa inazania ana dhambi, ikawa imemtenga, na ndio maana wakamuuliza Yesu. Lakini Yesu akawaambia, mtu huyu hana dhambi hata moja, ila yuko namna hiyo ili kazi ya Mungu idhihirishwe kupitia yeye, ikiwa ni tafsiri ya kwamba Mungu ameruhusu huyo mtu adhaliwe katika hali yake ya ulemavu ili jina lake Mungu kama Mungu litukuzwe. Litukuzwe vipi? Pale atakapofanya tendo la uponyaji, na ile jamii ya pale ambayo ilimfahamu huyo mtu ni mlemavu ikashangaa yule mtu ghafla amepona ulemavu. Watakapomuuliza umepona wapi, akawaambiwa niliombewa au niliomba kwa jina la Yesu nikapona. Uwe na uhakika watu wote wa eneo hilo watataka kumtafuta huyo Yesu, wamuone na wampokee. Na ndio maana baada ya mtu huyu kutendewa hili tendo kwenye Biblia, watu wa jamii yake wengi waliokoka. Kwa nini? Kwa sababu walishangaa kuona mtu wa ajabu anaitwa Yesu Kristo anaponya watu ambao ni vipofu tangu kuzaliwa. Kwa mwana wa Mungu, ulemavu ulio nao, narudi pale pale, uko namna hiyo. Mungu ameruhusu ili jina lake litukuzwe kupitia wewe. Kwa usifanye kosa kulalamika, usifanye kosa kujikataa. Mungu ameruhusu ili jina lake litukuzwe kupitia wewe. Jipokee, jikubali, jikubali. Hata kama jamii imekukataa, wewe jikubali. Yesu naye anaenda kukuponya siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Funguka leo, sema amen. Ngoja muda huu nikuonyeshe mambo muhimu ya kufahamu kuhusu ulemavu kama unataka kupona. Nikuonyeshe mambo muhimu ya kufahamu kuhusu ulemavu kama unataka kupona. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusu ulemavu kama unataka kupona. Jambo la kwanza, mlemavu wa kuzaliwa ni mtu aliyeumbwa na Mungu. Mlemavu wa kuzaliwa ni mtu aliyeumbwa na Mungu. Kama unataka kuomba Mungu akuponye ulemavu kwenye maombi ya matatizo sugu, lazima uhakikishe umekubali kwamba mlemavu wa kuzaliwa, iwe ni wewe au mtoto wako mwenye ulemavu au ndugu yako ambaye unataka kusimama kuomba kwa niaba yake mahali hapa, jua ulemavu aliozaliwa nao ni Mungu ndiye aliyemuumba. Hajaumbwa na kitu kingine. Kwa nini? Kwa sababu hata hii mifano miwili ya Biblia niliyokuonyesha, wote ni walemavu ambao walizaliwa hivyo hivyo, na Yesu akawahudumia kwa uweza wake, na ni Mungu ndiye aliyewaumba. Kwa hata wewe au ndugu yako ni Mungu ndiye aliyekuumba, aliyemuumba. Jambo la pili la kufahamu unapotaka kuombea jambo hili ni mlemavu aliyepata ukubwani. Mlemavu aliyepata ukubwani au mtu aliyefanyiwa ushirikina akawa mlemavu, Mungu ndio ameruhusu. Mlemavu aliyepata ukubwani, hapa tunaongelea wale watu ambao alizaliwa sio mlemavu, ila kutokana na harakati za kimaisha za hapa na pale akajikuta amepata ulemavu kutokana na hali fulani. Wengine wamepata ulemavu kwa kulogwa, amefanyiwa ushirikina na watu akarogwa tu akawa mlemavu. Hiyo hatukatai, ipo, wapo, na hiyo yamkini ni wewe ambaye unanisikiliza muda huu na hiyo hali inakusumbua. Sikiliza, uko namna hiyo, ni Mungu ndiye aliruhusu upate ulemavu ukubwani, iwe ni kwa kurogwa au iwe ni kwa ajali, iwe ni kwa namna yoyote ile, Mungu ndiye aliruhusu. Alafu unaweza ukashangaa ukasema, huyu Mwalimu Petro mbona anaongea vitu ambavyo havipo? Sikiliza, soma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Biblia inasema, shukuruni kwa kila jambo, liwe baya liwe zuri, ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hilo jambo ambalo kwako unaliona baya la kupata ulemavu ukubwani, neno linasema ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Biblia inasema ni mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ukikaa kujifunza somo la mapenzi ya Mungu
linaongea kanuni moja ya kushangaza sana. Linasema mapenzi ya Mungu yanaumiza. Mapenzi ya Mungu yanaumiza kwa sababu Mungu anaweza akaruhusu ukapata jambo baya likakudhuru kwenye maisha yako, akaacha kabisa ulipate, afu baadaye akaja kukuokoa. Kwa nini anaruhusu? Kwa sababu ni mapenzi yake. Anayo sababu maalum ambayo anataka ukipata hilo jambo, kuna fundisho fulani anataka kukupa wewe au kuwapa watu wengine, afu mwisho wa siku jina lake lije litukuzwe kupitia wewe. Kwa wewe kubali tu, Mungu ameruhusu ili jina lake lije litukuzwe, kwa sababu akati hiyo ajali unapata hadi unakuwa mlemavu, Mungu hasialiiona. Kwa kama angeweza kuzuia angezuia, lakini mbona hakuzuia? Kwa kama hakuzuia ni kwamba aliruhusu mwenyewe. Huyo mchawi aliyekuroga ukawa mlemavu, ukawa hausikii ghafla tu, ukawa hautembei ghafla, ghafla mtoto wako akawa hana akili vizuri, ghafla mtoto wako akae sawa, Mungu angeweza kabisa kuzuia kabla hajamroga. Na unasema mbona nilikuwa namuombea? Ni kweli ulikuwa unamuombea, lakini Mungu si kwamba hakukusikia makusudi. Hapana, ameruhusu ili jina lake litukuzwe, na ndio maana leo amekuletea haya maombi, kwa sababu anataka kutengeneza upya na wewe. Ramashanda rabasaka ni vitu ambavyo ukishindwa kuvikubali hivi, hutaweza kuomba vizuri na hutaona majibu. We kubali tu, ni mapenzi ya Mungu. Kitu cha tatu ambacho unapaswa kukikubali mapema tunapoenda kuomba ili maombi hayo uone matokeo, usijilaani au kumlaani mlemavu, bali mshukuru Mungu kwa ajili yake au kwa ajili yako. Usijilaani kama we ni mlemavu, usijilaani ukasema bora tu nife, bora nisingezaliwa. Usijilaani, na wala usimlaani mtoto wako kama ana ulemavu, wala usimlaani ndugu yako wala mtu yote yule, bali mshukuru Mungu kwa hiyo hali ya ulemavu ulio nayo. Na ndio maana muda huu tunapoenda kuomba hili jambo, tutaenda kuomba toba juu yetu wenyewe kutokana na kukataa hali za ulemavu. Tutaenda pia kuomba maombi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya hali hiyo ya ulemavu. Tutaomba pia toba kwa ajili ya wazazi, kwa ajili ya familia, kwa sababu watu wengine wamekuwa walemavu kwa ajili ya miti yao ya ukoo. Tutaomba toba kwa ajili ya familia. Pia tutaomba Mungu aruhusu, tutaruhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe, na baada ya hapo tutaomba Mungu aingilie kati. Kwa muda huu jiandae sasa, tunaenda kuomba. Jiandae, tunaenda kuomba. Jiandae, tunaenda kuomba. Jiandae mwana wa Mungu, popote ulipo muda huu, tunaenda sasa kuomba. Jiandae, tengeneza mazingira mazuri. Jiandae, tunaenda kuomba. Na imani umeshajiandaa sasa, tunaenda kuomba. Na tunaanza kwa toba, toba, toba. Kama wewe ndio mwenye ulemavu, utatubu kwa ajili yako. Kama una mtoto wako ana ulemavu, au una ndugu yako unamfahamu ana ulemavu, unaweza ukasimama kuomba kwa niaba yake. Inaruhusiwa na Mungu akamtengeneza. Si kama tuko sawa sawa, wapendwa? Narudia tena haya maelekezo. Kama ni wewe ndio mwenye ulemavu, utasimama kuomba kwa ajili yako mwenyewe. Kama sio wewe bali ni mtoto wako, utasimama kuomba kwa niaba yake. Au kama ni ndugu yako yuko mbali, na kutokana na ulemavu wake unavyomfahamu ni vigumu yeye kutumiwa maombi, labda hata hana simu, hana nini, kwa hiyo utasimama kuomba kwa niaba yake kwa imani. Kumbuka nimekueleza, unapaswa uwe na imani kubwa sana na Mungu atasikia. Twende tuombe. Fuatisha haya maneno nyuma yangu, maneno ambayo ni ya toba kutokana na mtu mwenyewe binafsi kujikataa ile hali yako ya ulemavu. Iwe ulizaliwa nao au ulipata ukubwani, whatever the case. Twende tumuombe Mungu msamaha. Sema, Bwana Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana, wewe ni mwema. Asante kwa upendo wako na uaminifu wako uliokuwa mkuu sana maishani mwangu. Yesu, asante maana unaweza yote. Jina lako linaponya na kuokoa. Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Una nguvu na una heshima. Una uweza na una baraka. Una kibali na unaleta faraja. Yesu, nakushukuru hata kwa ajili ya muda unaonipa nafasi mtoto wako kusogea mbele zako kwa ajili ya kwenda kuomba juu ya tatizo hili sugu la ulemavu nilio nao. Mungu, leo nimeamini kwamba linaloshindikana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana.
Mungu Baba, ninakubali swala la mimi kupona huu ulemavu sikukuwa nimefikiria, na hata kama nilikuwa nimefikiria, ninakiri imani yangu haikuendana na kile nilichokuwa nafikiria. Ndiyo maana siku ya leo ninafanya toba Mungu mbele zako. Ninakuomba Mungu unisamehe. Mimi fulani, taja jina lako. Mimi fulani, kwa kila namna ambayo Mungu nimesimama nikalalamika juu ya ulemavu huu nilio nao, nikajilaani mwenyewe, nikajikataa mwenyewe, nikajichukia. Mungu ninaomba unisamehe. Mungu ninaomba unisamehe. Mungu ninaomba unisamehe. Sema, Mungu wa mbinguni, naomba unisamehe kila namna nilipowalaani wazazi wangu kutokana na kunizaa nikiwa mlemavu. Mungu naomba unisamehe kila eneo ambalo nimetukana watu kutokana na mimi kuwa mlemavu. Naomba Mungu unisamehe kila nilipofikiri kujiua kutokana na mimi kuwa mlemavu. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninatubu leo Bwana, ninaungama mbele zako. Naomba Bwana uachilie damu yako ndani ya nafsi yangu. Naomba Bwana Yesu uachilie damu yako ndani ya moyo wangu. Unisamehe kila namna niliposhindwa kukubaliana na hii hali. Mungu ninaomba unisamehe. Mungu ninaomba unisamehe. Bwana Yesu naomba unisamehe. Bwana Yesu naomba unisamehe. Endelea kutamka mwenyewe maneno yako. Tamka maneno yako mwenyewe kumwomba Mungu msamaha. Kila maeneo ambayo unajua umeishi maisha ya kujikosea, umemkosea Mungu, umemkufuru kutokana na hali yako ya ulemavu, mwombe Mungu msamaha muda huu, kwa sababu Mungu anapoenda kukuondolea tatizo sugu, anataka akute moyo wako ni msafi. Sogea mbele za Bwana, endelea kumwomba Mungu msamaha kwa maneno yako. Tamka maneno yako mwenyewe ambayo unajua yanagusa ufalme wa Mungu, yaliyojawa na imani tele ndani yake. Omba, fumbua kinywa chako, usikae kimya. Omba, omba, fumbua kinywa chako. Omba, fanya toba mbele za Bwana. Mungu naomba usikie toba hii Bwana, ambayo watoto wako wanaendelea kuomba mbele ya madhabahu ya Jerusalem Family. Naomba Mungu wasikie popote walepo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba Bwana Yesu upate kuwaonekania kila mmoja mmoja Bwana, ambaye analia juu ya ulemavu wake, analia juu ya ulemavu wa mtoto wake, analia juu ya ulemavu wa ndugu zake, namna ambavyo amejikataa yeye mwenyewe, namna ambavyo kama familia wamemkataa, na yeye mwenyewe namna alivyojihukumu na kujinenea mabaya. Alisahau kwamba ni mapenzi yako. Leo Mungu amejua Bwana Yesu, ndio maana anatubu mbele zako. Naomba Mungu umsamehe, naomba Mungu umsamehe, naomba Mungu umsamehe. Naomba Yesu Kristo uliyekuwa ni mkuu, uachilie damu yako kwa ajili yao wanao ambao wote Mungu Baba wanaomba pamoja nami maombi yako, uwezo wa Roho Mtakatifu. Naomba damu ya Yesu ishuke popote walepo, maana kwenye ulimwengu wa roho hakuna umbali. Popote pale Mungu jina lako linafika, ili mradi tu limetamkwa kwa imani. Na mimi ninatamka kwa imani iliyokuwa kuu ya kiasi cha kuhamisha milima. Kwa jina la Yesu Kristo, damu yako ifike kwenye nafsi ya watoto wako popote wanaposikia. Kwa damu ya Yesu ifike, damu ya Yesu ifike. Takasa hiyo nafsi sasa, takasa hiyo nafsi sasa, iliyojawa uchungu, iliyojawa uchungu na kujikataa, iliyojaa majeraha, iliyojaa majeraha, itakasike sasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Paka huyo mtoto wako ambaye analia muda huu, analia muda huu kutokana na namna anavyofikiria, moyo wake unashindwa kukubali kama ni kweli Mungu ndio uliruhusu yeye awe hivyo. Moyo wake unashindwa kukubali. Naomba huo moyo Bwana usemeshe hiyo roho, hilo pepo lililokaa kwenye huo moyo ambalo limemfunga aweze kushindwa kukubaliana na mapenzi na mpango wa Mungu. Hilo pepo kwa jina la Yesu Kristo na amuru, achia hiyo nafsi kwa damu ya Yesu, ifike mahali hapo, damu ya Yesu ifike mahali hapo. Hilo pepo la uchungu na kujihukumu, hilo pepo la kujikataa, hilo pepo la mauti, kwa jina la Yesu Kristo na amuru, achia huyo mtu, achia huyo mtu katika jina la Yesu. Achia hiyo nafsi katika jina la Yesu, na kung'oa katikati ya huyo mtu, na kung'oa. Ewe pepo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ipite katikati ya huo moyo, katikati ya huo moyo ambao unashindwa kujipokea kutokana na hali ya ulemavu. Huo moyo uliojeruhiwa kutokana na maneno ambayo umetamkiwa mabaya na watu wako wa karibu kutokana na ulemavu wako. Huo moyo
takasika sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Takasika sasa majeraha na vidonda vilivyojengeka ambavyo vinakufanya ushindwe kufanya toba, viondoke sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na kuombea neema ya kuwasamehe watu wote ambao walisha kujeruhi kutokana na ulemavu wako. Naomba Mungu akupe neema muda huu. Mungu, naomba ushushe neema kwa watoto wako. Naomba Mungu ushushe neema kwa ajili yetu. Naomba Mungu ushushe neema kwa ajili yetu, ili Bwana neema yako ikatusaidie kuweza kuwasamehe watu wote ambao walishakwisha kutujeruhi, ili Bwana nasi pia utusamehe dhambi zetu, maana hiyo ni kanuni umeweka kwamba utatusamehe nasi tukisamehe. Ndio maana Mungu, naomba neema ya msamaha kwa ajili ya watoto wako wote wanaomba pamoja nami muda huu. Yuko mtu Bwana mahali hapa ambaye Bwana alizaa mtoto wake na mume wake akamkataa kwa ajili ya ulemavu, na ndani yake amemhukumu sana huyo mwanaume, anashindwa kumsamehe. Naomba Mungu uguse moyo wa huyo mwanao popote alipo, popote alipo. Damu ya Yesu ifike kwa ajili yake, iguse huo moyo sasa katika jina la Yesu. Hiyo nafsi iliyomshikilia huyo mtu ambaye alikujeruhi, achia leo kwa jina la Yesu Kristo. Popote ulipo, damu ya Yesu ikufikie, achia kwa jina la Yesu Kristo. Rapa shaka rapa seke. Bwana, endelea kupita, endelea kupita Bwana, kuhudumia kanisa lako. Naomba Mungu endelea kupita mahali hapa, nguvu zako ziendelee kupita. Bwana Yesu, sikubali watoto wako wakaondoka bure mahali hapa. Bwana Yesu, sikubali. Pita, pita, pita. Wewe ulikuja ili tuwe na uzima, tuwe na hotele. Ndio maana Bwana uliwafungua mpaka walio walemavu. Oh Mungu, leo ni zamu yetu. Leo Mungu ni zamu yetu. Oh, leo ni zamu yetu. Bwana Yesu, endelea kupita. Bwana Yesu, endelea kupita. Karaba shandaraba. Rapa shandaraba. Mwana wa Mungu, sikiliza. Huu ni muda ambao unatakiwa uwasamehe watu wote ambao unajua walisha kujeruhi kutokana na ulemavu ulio nao. Unatakiwa uwasamehe. Unajua kabisa una ndugu yako, una mtu wako karibu ni mlemavu, ulishajeruhiwa kutokana na watu kumtenga. Unatakiwa uwasamehe, maana ukiachilia huo msamaha na Mungu atawasamehe na ninyi. Twende tuombe sala ya msamaha muda huu. Sema, Mungu, ninaomba unipe neema ya kuwasamehe hawa watu wangu wa karibu ambao walishanijeruhi kutokana na ulemavu nilio nao. Naomba Mungu nipe neema ya kuwasamehe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza kuwasamehe leo. Ninatangaza kuwasamehe leo. Ninatangaza kuwasamehe leo. Sema, natangaza kuwasamehe leo kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Mungu nafsi yangu ikubali kuwasamehe katika jina la Yesu. Tulia nikuombe. Tulia nikuombe. Mungu, naomba kwa ajili ya huyo mwanao anapotangaza kuachilia msamaha kwa ajili ya watu wake wa karibu. Bwana Yesu, ninaomba uweke nafsi yake ikubaliane na kile anachotamka, ili Mungu akikazae matunda kama yalivyo mapenzi yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina lipitalo majina yote. Mungu, naomba useme na maisha ya huyu mwanao katika jina la Yesu. Amen. Sema amina. Twende muda huu kufanya toba kwa ajili ya wazazi wako. Toba kwa ajili ya wazazi wako na kwa ajili ya mti wa ukoo wa familia yenu. Twende tuombe toba kwa ajili yao, maana na wenyewe pia ni lango linaloweza likazuia usimuone Mungu kwenye kukusaidia ulemavu wako kuondoka. Twende tufanye toba ili pasiwe na kizuizi kwenye familia wala ukoo. Sema, Mungu, ninaendelea kuja mbele zako. Naomba Mungu uendelee kunipokea mimi niliye mwana mpotevu. Ninakuomba Yesu Kristo, ambaye nakukiri leo wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na kuomba msamaha kwa ajili ya tumbo la uzazi la mama yangu aliyenizaa anayeitwa fulani. Taja jina la mama yako. Naomba toba na msamaha kwa ajili ya mama yangu aliyenizaa anayeitwa fulani. Mungu, naomba toba na msamaha kwa ajili ya viuno vya baba yangu aliyenizaa anayeitwa fulani. Mungu, naomba umsamehe. Naomba Mungu umrehemu kwa ajili ya dhambi zake. Naomba Mungu umhurumie kwa ajili ya makosa yake. Mungu Baba, ninaomba uwasamehe wazazi wangu hata namna walivyokutana hadi ujauzito wangu ukatungwa. Mungu, naomba uwasamehe. Yamkini kukutana kwao kulikuwa na dhambi ndani yake, ndiyo maana mimi nikaja namna hii nilivyo leo. Ndiyo maana Mungu, nakuomba msamaha mbele zako kwa ajili ya wazazi wangu. Naomba Mungu msamaha
hata pale nilipozaliwa, kwa kila maneno waliotamka wazazi wangu ya kunikataa kutokana na hali ya ulemavu niliyozaliwa nao. Mungu, naomba uwasamehe, naomba uwasamehe Bwana, hata wale walionikataa nilipopata ulemavu huku Bwana, naomba Mungu uwasamehe. Naomba Bwana Yesu toba, hata kwa ajili ya ukoo wa upande wa baba yangu, ukoo huu unaoitwa fulani, taja jina la ukoo wako, ukoo wa baba yangu unaoitwa fulani. Naomba Mungu rehema kwa ajili ya ukoo huu. Naomba Mungu utusamehe ukoo mzima kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba toba kwa ajili ya wababu wote wa ukoo huu, kwa ajili ya mabibi wote wa ukoo huu, kwa ajili ya wahenga wote wa ukoo, kwa ajili ya wahenga wote wa ukoo, kuanzia mwanzilishi wa ukoo mpaka kizazi cha sasa tulicho sisi. Mungu, ninaomba toba, ninaomba msamaha. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye mti wa ukoo wa upande wa baba yangu. Naachilia damu ya Yesu kwenye mti wa ukoo wa upande wa baba yangu. Naachilia damu ya Yesu Kristo kwenye chanzo cha ukoo mpaka hapa tulipo sasa. Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu kwenye mti wa ukoo wa upande wa baba yangu unaoitwa fulani. Sema, naachilia damu ya Yesu kwenye mti wa ukoo wa upande wa baba yangu. Endelea kurudia ya maneno, endelea kutamka kwamba naachilia damu ya Yesu kwenye upande wa ukoo wa baba yangu. Endelea kuachilia damu ya Yesu, endelea kuachilia damu ya Yesu. Tamka kwa kinywa chako, sema naachilia damu ya Yesu. Kumbuka, mara popote pale ambako damu ya Yesu ikikaa, kuna mambo lazima yatokee. Kwanza kuna ukombozi, kuna msamaha wa dhambi, kuna wokovu, kuna kuokolewa. Kwa hiyo unapoachilia damu ya Yesu kwenye ukoo wako, msamaha wa dhambi unapita kwa ajili ya wahenga wote. Maovu yao yote walioyafanya yakanajisi maisha yako, Mungu anaenda kuyaondoa leo. Kama kuna laana ipo, Mungu anaenda kuivunja namna unavyoachilia damu ya Yesu, kwa sababu hiyo ni damu ivunjayo laana zote. Na ndio maana ninaomba Bwana Yesu, huyo mtoto wako kadiri anavyoendelea kuachilia damu yako katikati ya ukoo wake, naomba Mungu utengue kila laana iliyomshika ya huo ukoo kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Mungu uivunja leo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Sema haya maneno, sema Yesu, navunja laana zote. Sema Yesu, navunja laana zote za ukoo wangu. Sema Yesu, navunja laana zote kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema Yesu, navunja laana zote zilizonishikilia za ukoo wangu. Sema Yesu, nazivunja kwa damu ya Yesu. Endelea kuzivunja laana zote. Tamka kabisa, wewe ndio unayejua kwenye maisha yako ni nini kimekushikilia ambacho ni laana. Wewe ndio unajua matatizo ulio nayo. Vunja yote muda huu kwa damu ya Yesu. Vunja yote kwa damu ya Yesu. Vunja yote kwa damu ya Yesu. Endelea tu kuvunja, endelea tu kuvunja, endelea tu kutamka. Mungu yuko mahali hapa anakuhudumia. Ropo shanda rabasaka. Usiogope, usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe kwa ajili ya kukuokoa. Oromo shaka rapaseke. Rama kanda raba. Oromo mokaraba sheke. Rika saka rapa kanda raba. Sema, Mungu naomba rehema hata kwa ajili ya mti wa ukoo wa upande wa mama yangu fulani. Taja jina la ukoo wa mama yako, ukoo wa mama yako. Naomba Mungu rehema kwa ajili ya upande wa ukoo wa mama yangu. Naomba Mungu rehema kwa ajili yao. Naomba Mungu rehema kwa ajili yao. Naomba Mungu rehema kwa ajili yao, kwa ajili ya maovu yote walioyafanya wahenga wote wa kwenye ukoo wa mama yangu. Sema, Mungu naomba uwasamehe. Mungu naomba uwasamehe. Ninaomba leo Bwana, damu yako ishuke kwenye ukoo wa mama yangu, kuanzia kizazi cha kwanza hadi hichi cha sasa. Naomba damu yako ishuke. Naomba damu yako ishuke. Naomba damu yako ishuke. Endelea kuishusha damu ya Yesu kwenye ukoo wote wa mama yako, kuanzia kizazi cha kwanza hadi cha sasa. Endelea kuachilia damu ya Yesu ishuke, iguse kuanzia mwanzilishi wa ukoo hadi hapo mlipo leo. Tamka tu damu ya Yesu, shuka mahali hapo, gusa. Endelea kuita damu ya Yesu iguse. Endelea kuita, endelea kuita. Karaba shanda raba. Oropopo karaba sheke. Rika saka rapa. Ropo kanda raba sheke. Rika saka rapa pasaka. Ropopo raba nda raba shaka. Rima makaraba sheke. Ropopo rapa kanda raba. Rika saka rapa sheke. Ropopo rapa sanda raba. Endelea tu kuita damu ya Yesu, gusa, gusa, gusa. Endelea kuisemesha damu ya Yesu iguse. Rima kanda raba sheke. Sema, Mungu nakushukuru kwa kushughulika na ukoo wangu. Mungu nasema asante. Sasa Mungu, ninakuomba mapenzi yako yatimizwe juu ya hali hii ya ulemavu ulioruhusu nikazaliwa nayo na au niliyoipata ukubwani.
Kama uliipata ukubwani, utakuwa unasema niliyoipata ukubwani. Kama ulizaliwa nayo, utakuwa unasema niliyozaliwa nayo. Na kama unamuombea mtu ambaye alizaliwa nayo, utakuwa unatamka hivyo hivyo. Kama ulimuombea mtu ambaye amepata ukubwani, utakuwa unatamka kwa kadiri ya ulemavu alio nao. Tuendelee. Sema, Mungu, ninaomba sasa kuruhusu mapenzi yako yatimizwe kwa ajili ya ulemavu ambao Mungu uliruhusu nikazaliwa nao au nikaupata ukubwani. Naomba Mungu Baba, leo naruhusu mimi mwenyewe kwa hiari ya moyo wangu, mapenzi yako yatimizwe leo. Mapenzi yako yatimizwe leo kama ulivyoyatimiza kwa yule kipofu ambaye Yesu alifanya tope akampaka. Kama ulivyotimiza kwa yule ombaomba ambaye alikuwa akiomba hekaluni sadaka na ni mlemavu wa miguu. Ndivyo Yesu unavyokuomba na leo mimi nilio na ulemavu huu unaoitwa, taja jina la ulemavu ulio nao. Kama ni mkono, taja mkono, chochote kile ulicho nacho. Ulemavu huu unaoitwa fulani fulani. Mungu, naomba leo mapenzi yako yatimizwe Bwana. Wewe ndio unajua kwa nini ulinifanya nikawa hivi. Ndio maana Mungu nakuabudu leo. Maana uliruhusu niwe hivi nilivyo, ili jina lako litukuzwe. Maana ndivyo ulivyonifundisha leo kwenye neno lako. Uliruhusu niwe hivi Baba, ili jina lako litukuzwe, ili watu wako wapate sifa, heshima na kukutukuza we Bwana, kwa sababu we ndiye Mungu ambaye unastahili sifa na heshima. Ndiyo maana Mungu uliruhusu niwe hivi, ili watu wote wakujue wewe ni nani, wajue uweza wako, wajue umwamba wako, wajue nguvu zako. Ndiyo maana Mungu, ninakubali leo mapenzi yako yatimizwe kwangu. Baba, timiza mapenzi yako. Baba, naomba utimize mapenzi yako. Baba, naomba utimize mapenzi yako. Mwite Mungu atimize mapenzi yake kwako. Mwite Mungu, mwite Mungu, mwite Mungu. Mungu mwite, mwite, mwite. Endelea kumwita, nami naendelea kuomba kwa ajili yako kadiri Roho Mtakatifu anavyotuelekeza. Endelea kumwita Mungu kwa ajili yako. Mungu, naomba uendelee kuja kwa ajili ya huyu mwanao kadiri anavyoendelea kukuita Bwana. Ni wakati ambao yeye mwenyewe baada ya kuishi miaka mingi kukataa hali yake, leo amekubali na anakuita Bwana, utimize mapenzi yako kutokana na hali yake ya ulemavu alio nao. Na kuomba Mungu usimzuilie. Naomba Bwana ujifunue kama ulivyomsikia ule Bartimayo kipofu aliyekuwa anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Mitume wakamzuia. Bwana, we ukaenda ukasema na hali yake ya upofu, na kuanzia siku hiyo akaanza kuona. Ndivyo Mungu navyoomba usikie na jinsi huyu mwanao anavyokuita mapenzi yako yatimizwe juu yake. Mungu, naomba umsikie kama ulivyomsikia Bartimayo. Mungu Baba, lile kusudi lako uliloruhusu huyu mwanao akawa na hali hiyo, naomba Mungu uingilie kati ukatimize mapenzi yako. Bwana Yesu, ninaomba hata kwa ajili ya wale wote ambao wamepata ulemavu wao kutokana na nguvu za giza kuhusika, kutokana na mapepo mashetani kuhusika juu yao, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, na watamkia moto wa Roho Mtakatifu wakomboe. Moto wa Roho Mtakatifu kwenye viungu vya waganga walivyowekwa, kwenye madhabahu walizowekwa za waganga mpaka wakawa walemavu. Bwana Yesu, napasua sasa kwa jina la Yesu Kristo. Naomba Mungu wakomboe hao watu. Haya, nguvu ya Mungu ije kama upepo. Nguvu ya Mungu ije kama upepo. Nguvu, 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 nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu hapo alipo huyo mtoto wako yoyote ule ambaye amepata ulemavu kutokana na kufanyiwa ushirikina wa kichawi. Na amuru kwa jina la Yesu, popote alipo, nafsi yake leo iachiliwe huko aliko. Iachiliwe, iachiliwe. Rejea, rejea. Haya, njoo, njoo, ndio, njoo, njoo. Kwa jina la Yesu, rudi, rudi kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu. Rapashaka, nguvu, nguvu, nguvu. Rudi, 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 rudi kwa jina la Yesu Kristo. Karapashanda rabasaka. Rika sakandaraba, ropo shaka rapaseke, rika kandaraba shaka, ropo pokaraba saka. Ni wakati wa Mungu kutimiza kusudi lake. Rika kasekerema, ropo pondaraba sheke, romo kandaraba saka, rimo mokaraba shaka. Huyo mtu wako anayetetemeka, moto, moto hapo alipo, moto, 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 moto wa Roho Mtakatifu. Ribo kandaraba, kila pepo lililokushika, hilo pepo lililowekewa ndio limekufanya umekuwa mlemavu, na amuru hilo pepo lililolipuka,
toka kwa jina la Yesu kwenye huo mwili, toka kwa jina la Yesu. Achia huyo mtu, achia huyo mtu, toeka sasa, toeka sasa, toeka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kuamuru huna kibali tena, na kufungia milango ya kugusa maisha huyu mwanao, kama ambavyo ulienda kwa makuhani wa kipepo wakamfungia milango. Leo tunafungua kwa jina la Yesu Kristo aliyekuwa ni mkuu, ambaye ana mamlaka yote, na tunakufungia milango shetani, maana Yesu alisema lolote mtakalofunga kwa jina lake Yesu kwa imani na limefungwa duniani. Nasi tunafunga milango ya huyu mwanao kumtumikisha kama mlemavu. Leo ni mwisho, iwe ni ulemavu wa akili, tunakomboa hiyo akili, tunakomboa hiyo akili mnayoitumia vibaya. Ile leo akarejesha akili zake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ulemavu wa viungo, hicho kiungo chake mnachotumia kwenye biashara zenu, tunakirejesha leo kwa jina la Yesu Kristo. Tunafunga kwa damu ya Yesu, msimpate tena. Mungu mlinde huyu mwanao, adui asimguse, na mnyunyizia damu ya Yesu popote alipo, damu ya Yesu popote ulipo, damu ya Yesu popote ulipo, damu ya Yesu popote ulipo ikuokoe. Sema haya maneno, sema Mungu naomba uingilie kati, sema Mungu naomba uingilie kati. Sema Mungu naomba uingilie kati katika hali yangu ya ulemavu nilio nayo. Mungu naomba uingilie kati, unifanyie uponyaji. Mungu naomba uingilie kati, unifungue nianze kutembea tena. Sema Mungu naomba uingilie kati. Kama una ulemavu wa kitu fulani, tamka Mungu aingilie kati akuponye kutokana na jinsi unavyoomba. Sema Mungu naomba uingilie kati. Sema Mungu naomba uingilie kati. Endelea kutamka Mungu naomba uingilie kati. Ni wakati wa kumuita Mungu aingilie kati. Tamka kwa maneno yako mwenyewe. Haya, anza kuomba Mungu aingilie kati. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Rapa shanda raba seke. Endelea kuita Mungu aingilie kati. Hata ukisikia hii audio imepotea kuomba, imepotea ghafla, usizanie kwamba Mungu ameondoka. Yupo bado. Endelea mwenyewe kuomba. Endelea mwenyewe kuomba, kwa sababu maombi haya hayana hitimisho la pamoja. Kila mtu anahitimisha kutokana na mzigo alio nao ndani yake wa kuomba. Endelea kuomba mpaka pale utaposikia moyoni mwako umepata amani. Endelea kumuita Mungu aingilie kati. Na ukimaliza maombi usiwe mwepesi kuanza kutuma comment huku hujamaliza kusudi la maombi. Endelea kuomba mpaka msukumo unaokusukuma moyoni uishe. Endelea tu kuomba, Mungu naomba uingilie kati. Unasukumwa kunena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Unasukumwa kuomba kwa lugha ya kwenu, omba, omba, usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe. Omba, omba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu naomba uingilie kati kwa ajili ya huyo mtoto wako mmoja mmoja ambaye anaomba pamoja nami. Naomba Mungu uingilie kati katika hiyo hali yake aliyo nayo. Mungu naomba uingilie kati. Bwana, useme na hiyo hali yake inayomsumbua ya ulemavu sugu. Mungu naomba uingilie kati ukauondoe siku ya leo katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba Mungu ufanye kitu kipya kwenye maisha ya huyu mtoto wako. Ingilia kati Bwana, ingilia kati Bwana, popote walipo watoto wako. Naomba Mungu ingilie kati, moto wako wafikie Bwana, uwepo wako wafikie Bwana. Ingilia kati Mungu Baba, kama ulivyoingilia kati ulipoona wana wa Israeli wanateswa Misri kama watumwa, wakakulilia na ukasikia ukaingilia kati kuwaokoa. Mungu ndivyo navyoomba leo, uingilie kati umuokoe mtoto wako kwenye huo utumwa anaotumikia miaka yote. Mungu naomba uingilie kati kwenye hiyo hali yake anayotumikia ambayo Mungu ulimruhusu azaliwe hivyo. Mungu naomba uingilie kati umponye kama ulivyowaponya wale wengine, na jina lako na kusudi lako litimizwe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Usiache kuomba, endelea kuomba, endelea kumuita Mungu aingilie kati. Omba na maneno unatamka kusukuma, omba, omba, omba.